Salimuni nyote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Tunakutana tena siku ya kwanza ya juma kama ilivyo desturi yetu. Wale tulioitwa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo ili apate kutuokoa, ili apate kutukaribisha katika ufalme wake huko mbinguni, tukapate kukaa pamoja naye kwenye raha ya milele. Raha ile ambayo tumeikosa katika ulimwengu huu wa sasa. Bwana wetu Yesu Kristo ametuambia tusijali, kwa sababu ametuandalia mahali tutakapokuja kuishi milele, kusiwe na masikitiko tena. Bwana apewe sifa. Siku hii ya leo Bwana wetu Yesu Kristo anakwenda kutuonyesha njia ya uzima wa milele. Ujumbe huu unatoka katika kitabu cha Hesabu sura ya 14 aya ya kwanza mpaka ya 12. Hatimaye tutakwenda kusoma pia kitabu kingine, Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mtumishi Mathayo sura ya 7 aya ya 13 mpaka 14. Kisha tutakwenda kumsikiliza Bwana wetu Yesu Kristo anacho tuelekeza, lakini vile vile njia anayotuonyesha kwamba hiyo ndiyo njia aliyotuchagulia sisi, na wala sisi hatujaichagua wenyewe, kwa kuwa hakuna mwanadamu anayependa matatizo, hakuna mwanadamu anayependa changamoto. Tumeona maelfu wakizikimbia changamoto kwa kwenda kulishwa keki, kwa kwenda kunyweshwa maji, kwa kwenda kunyeshwa mafuta. Wasijue kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ametuchagulia njia ya kwenda uzimani. Bwana wetu Yesu Kristo amekwisha tuambia wazi kwamba uzima wa milele hautanunuliwa kwa fedha wala kwa dhahabu, isipokuwa kwa kujitoa sadaka na kuyaacha ya dunia, ili siku moja tupate kukaribishwa katika ufalme wa mbinguni kwenye uzima wa milele. Kitabu cha Hesabu sura ya 14 aya ya kwanza mpaka ya 12, neno la Mungu linasema: mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana ametuleta katika nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto zetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana, na tuweke mtu mmoja awe akida tukarudi Misri. Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya mkutano wa kusanyiko la wana wa Israeli. Na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi wakararua nguo zao. Wakanena na mkutano wote na wana wa Israeli wakasema, nchi ile tuliyopita katikati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hii, atupe iwe yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimuasi Bwana, wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula chetu. Uvuli ulio juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Lakini mkutano wakaamuru wapigwe kwa mawe. Ndipo utukufu ukaonekana katika hema ya kukutania mbele ya wana wa Israeli wote. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara hizi zote kati yao, nitawapiga kwa tauni na kuwaondolea urithi wao. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, kisha yenye nguvu kuliko yao.
Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura ya 7 mstari wa 13 mpaka 14. Neno la Mungu linasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao ionao ni wachache. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wa Kristo, tunamsikia Mungu katika Agano la Kale akituonyesha safari ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri ili kuja katika nchi ya ahadi, nchi ambayo Mungu alimwahidia Ibrahimu pamoja na uzao wake. Maandiko yanatuambia katika safari ya njiani walikutana na changamoto kadha wa kadha, lakini Mungu alifanikiwa. Mungu aliwavusha. Na tukisema alifanikiwa maana yake alijitahidi. Hapana, nasema Mungu aliwavusha. Mahali fulani walikwenda wakaikuta bahari imewazuia, lakini Mungu akaonyesha njia wakapata kuvuka. Lakini walifika mahali pengine walikutana na mto, lakini Mungu aliwavusha. Lakini walifika mahali wakakuta maji machungu, lakini Mungu akayafanya matamu. Lakini walifika mahali wakakuta hakuna maji, hawakukuta maji jangwani, lakini Mungu akafanya maji yakaja. Hakulimwi kitu, Mungu akafanya mana kutoka mbinguni, wana wa Israeli wakapata kula. Akaleta kitoweo kutoka huko kilipokuwa kimehifadhiwa, kware wakaja mpaka milangoni mwa watu wakapata kula. Yote haya wana wa Israeli wote wameyashuhudia. Wakafika mahali wakapiga kambi. Tunaona mtumishi Musa anakwenda kuwatuma kila kabila akiteua mtu mmoja ili wakapate kwenda kuipeleleza nchi ambayo Mungu aliahidi kwa mzee Ibrahimu tangu zamani kwamba atakuja kumpa yeye pamoja, amekwisha kumpa yeye pamoja na uzao wake. Tunaona wana wa Israeli wanakwenda kuona kwamba ni kikwazo kwenda kuingia katika nchi ile. Wanakwenda kuona ugumu, wanakwenda kuona ni changamoto, wanakwenda kuona kushindwa. Lakini siku zote katika taifa la Mungu wako watu ambao Mungu amewakusudia kwamba ndio watakwenda kuwatia moyo wale wanaokata tamaa. Wanapokuja kurudi kuleta taarifa, wanaleta taarifa ambazo zinakwenda kukatisha tamaa watu wote wa Israeli waliokwenda kutoka Misri. Tunasikia wana wa Israeli wakishauriana na kusema huko sasa hakuendeki, na tujifanyie akida tupate kurudi kule tulikotoka, maana kuna nafuu. Kwa sababu tunaona kwamba Mungu amekusudia kuja kutuua hapa jangwani, na sisi hatutaki kufa. Ni nafuu tujiundie uongozi mpya tupate kurudi kule tulikotoka. Lakini katika Injili takatifu tunakwenda kushuhudia Bwana wetu Yesu Kristo anakwenda kutukumbusha kwamba safari hii ilianza mbali. Kumbukeni baba zenu walipokuwa wakitoka Misri, kazi kubwa iliyofanyika kule Misri. Angalieni njia waliopita, angalieni magumu waliokabiliana nayo, angalieni vita walivyopigana, angalieni hata walipoingia katika nchi ya ahadi. Asema haya yamekuwepo ili nyinyi mnaposoma mpate kujua kwamba njia inayokwenda katika nchi ya uzima ina changamoto. Ni njia ambayo inataka wewe ujitoe muhanga, ukubali kufa
ili kusudi kufika kule katika nchi ya uzima. Maana pasipo kukabiliana na michongoma na miiba iliyoko katika njia hiyo, huwezi kufika. Na tunamsikia hapa anasema kuna njia mbili hapa. Taja, ingieni kupitia mlango mwembamba. Maana anasema upo mlango mwembamba, lakini upo mlango mpana. Lakini sasa anatujulisha baada ya kutukumbusha kwa habari ya wana wa Israeli wakati wanatoka katika nchi ya Misri, hapa njiani kulitokea nini? Mtakapokuwa mkitazama safari ile, basi itakuwa ni rahisi kujua kwamba ninaposema mlango ni mwembamba na njia imesonga na kusudia nini. Lakini anapozungumzia kuhusiana kwamba mlango ni mpana na njia ni pana, ninakusudia nini? Na anatuambia hapa, huko kunako mlango mpana na njia ni pana, na wengi wamekuwa wakiiona njia hiyo. Anazungumzia dunia hii, anazungumzia ulimwengu wa sasa. Anasema huko katika njia hiyo, huko ndiko kwenye sherehe na tafrija nyingi. Tumeweza kushuhudia vilabu vya usiku vinapatikana katika njia pana. Anapozungumzia ulevi, manake upo katika njia pana. Anazungumzia katika njia pana hakuna sheria, maana kuna uhuru uliopitiliza. Mtu akitamani kufanya nalo litaka anakwenda kulifanya. Anasema katika njia pana kuna wake wengi, ukiwahitaji utawapata huko. Zipo ndoa za mitala huko, kuna masuria huko. Kama unatamani pita huko, utawakuta hao wake wengi, masuria, nyumba ndogo, utazikuta katika njia pana. Huko utavikuta vilabu huko. Huko utakuta kuna urahisi wa kupata fedha na dhahabu. Ukitaka kunyang'anya nenda huko. Ukitaka kudhulumu nenda huko katika njia pana. Maana huko maisha ni rahisi. Ni rahisi. Ukitaka mashamba nenda huko, utayapata kirahisi. Ukitaka mali nenda huko, utapata kirahisi. Ukitaka kujiachia nenda huko. Ukitaka ngoma nenda huko. Harusi ziko huko. Kila kitu kizuri unachokiona kwa macho kipo huko katika njia pana. Anasema Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini ukitaka kuto kuzuia ulimi wako, nenda kule. Kule unaweza kusema unachotaka. Kule unaweza kuamua kumkera mtu. Nenda kule. Kule unaweza kuamua kufanya unavyotaka, ukiamua kufanya kazi sawa. Kule unaweza kupata pesa bila kufanya kazi, huko. Kule unaweza kulala tu, simu ikaingia ukapata pesa, huko. Kule unaweza kuwaona watoto wadogo wanamiliki mamilioni ya pesa. Umeyapata wapi kwa umri huu? Hawezi kukuambia alikopata. Mtoto mdogo kwa umri wake anamiliki magorofa. Wewe una miaka 50, 60, 70 hujaweza kuona kibanda cha room 3. Anasema kwenye njia pana hivyo vinapatikana. Unaweza kuwakuta vijana wadogo wa kike kwa wa kiume wanamiliki magari yenye thamani kubwa mpaka milioni 300, 400, 500. Kwenye njia pana unaweza kupata. Lakini tuambia kuna njia nyembamba imesonga, mlango wake ni mwembamba. Kuna miiba na michongoma hapo. Anasema huku sheria zinalindwa, huku kanuni zinazingatiwa. Sasa huku huwezi kufanya unavyotaka. Huku hakuna nyumba ndogo huku. Huku hakuna mitara huku. Huku hakuna yale yote unayoyatazama kule. Hakuna. Huku kuna kulindwa na kuna kuilinda mipaka. Anasema huku kuna mateso huku. Anakuuliza wewe Mkristo, umewahi kushuhudia? Umewahi kushuhudia kama Mkristo? Umewahi kushuhudia watu wakiteseka? Umewahi kushuhudia? Umewahi kushuhudia nyumba nzima wamelazwa hospitali? Umewahi kushuhudia? Yaani familia yote wote wamelazwa hospitali. Umewahi kushuhudia? Umewahi kushuhudia mtu anakwenda na kurudi, lakini asiwe na cha kuweka mezani watoto wake wakakiona?
Umewahi kushuhudia? Umewahi kushuhudia watu wanakimbia familia zao na kuondoka, wasijulikana waliko, kwa kuogopa kurudi nyumbani, maana amesema imeshindikana, hali ngumu imeshindikana. Umewahi kushuhudia? Lakini nikataka kushuhudia haya, unamcha Mungu, unampenda Mungu, unamtumikia Mungu, hutendi mabaya, unamheshimu, lakini yote haya umekuwa ukiyapitia. Umewahi kushuhudia? Anauliza Bwana wetu Yesu Kristo. Ni katika mazingira kama haya binafsi nimewahi kushuhudia mambo kadha wa kadha. Siku moja kahudhuria katika msiba fulani wa Kikristo. Mtu mmoja kiwete wa kubebwa, miguu yake imekuwa ikinyooka tu moja kwa moja, imefungwa viatu vya vyuma, yale maviatu ambayo yanafungwa chuma kuanzia chini mpaka juu. Yeye ni wa kusaidiwa, mke wake ndo anayemsaidia kila kitu, aende akahangaike, akirudi jioni aje akamsaidia huyu baba. Kama ni kumpeleka bafuni, yeye ndo anafanya. Kama ni kumpeleka kitandani, yeye ndo anamfanya. Kama ni kumtoa nje, yeye ndo anafanya. Na kila kitu huyu baba amekuwa akifanyiwa. Lakini siku moja yule mama anakufa. Siku moja tunakwenda kwenye msiba, na mtazama yule mzee pale, sikuthubutu hata kuwaza chochote kwa sababu niliogopa nisije nikakosea. Maana Mungu anatuambia hiyo ndio njia ambayo niliyokusudia watu wangu wapate kuiona, wapate kujifunza. Mbinguni hatutakwenda kwa fedha wala dhahabu. Nimewahi kufika mahali fulani, ghafla nikasikia kilio kikubwa sana kimetoka. Katika kutafakari nikagundua kwamba amekumbushwa matukio yaliyotokea pale katika familia. Familia iliyokuwa na watu wengi, sasa hakuna hata mmoja. Alikuwa akitoka huko anakotoka, akirudi kuna watu wanampokea, wanamfurahia, wanafurahiana. Sasa hakuna mtu, hata nyumba imekuwa kimya kama kuzimu. Lipotokea tukio la kukumbusha hayo matukio, kilio kilichotoka hapo, tafikiri kuna mtu amekufa leo. Umewahi kushuhudia hayo? Siku moja katika Kristo nakumbuka mtu mmoja akaniuliza kuhusiana na changamoto fulani ambayo nimepita hapo, kwa sababu na mimi ni mcheshi, niko katika hali ngumu. Kaniambia, vipi mtumishi, changamoto yako ni sawa na ile ya mtumishi mwingine? Maana faraja nilikuwa nikipata sasa kuna mtumishi mwingine naye anaupita moto huo. Nikamwambia hii ya kwangu afadhali, ili itakuwa kubwa zaidi. Maana mahali paka mtumishi akakubali kwamba miujiza ipo, akasema nendeni huko. Wakati ule hali imekuwa kidogo afadhali, tukakutana kanisani siku moja, akasema nendeni huko mkaone miujiza ipo. Nakumbuka hata mimi nilimuunga mkono. Ulikuwepo siku hiyo mtumishi? Wewe ndio ulikataa ukasema hapana. Hiyo itakuwa ilikuwa umefika tu wakati wa Mungu. Katika hilo uliloliona, manake nakumbuka na mimi nilisimulia kisa, manake nakumbuka kuna kipindi fulani nimekipitia nikakuta kwanza nimetengeneza madeni makubwa, lakini mbili, katikati ya yale madeni nimevunjika mguu, biashara zimekufa, ninauguliwa, mimi mwenyewe mbovu, mtoto mwingine mbovu. Nilikuwa na mtoto wa shemeji yangu hapo naye mbovu, siku hiyo amekuja hajiwezi kabisa. Taarifa zote zinakuja kupiga hapo kwenye moyo namna hiyo, unataka hata kuanguka. Kila taarifa inayokuja sio nzuri. Sasa mambo yalipozidi, siku moja nikacheka. Mtu mmoja akaniuliza, unacheka nini? Mimi siwezi kumjibu sasa, sababu nimeona hivi vitu vimezidi. Haiwezekani nyumba nzima ikawa hivi. Mwenzangu akasema huyo hacheki, hicho kilio hicho, kwa sababu mambo yamezidi kuwa mengi.
Siku moja nikaamua kumwambia mwanangu mdogo, na mwanangu mdogo sasa hivi ni marehemu, Mungu alimuita. Katika kuteseka nikamwambia, sikiliza, sina hata mguu wa kukupeleka hospitali sasa. Unapoteza muda wako. Kwa ujasiri kabisa. Nikamwambia unapoteza muda, siwezi kukupeleka popote, sina hela, sina mguu. Hanielewi kwa sababu ni mdogo, hajaweza kusema, hajaweza kuelewa kinachoongelewa. Lakini nikaamua kumwambia. Nikamwambia hata ukilia unapoteza muda wako, siwezi kukupeleka hospitali sasa. Maana nimefika mahali nimeshindwa kustahimili. Siku moja wako hospitali. Mmoja ameombewa kwa ndugu huko. Mwingine yuko hospitali, mama yuko hospitali huko. Niko peke yangu. Kama kuzimu. Asubuhi akaingia paka. Alafu akakaa mvunguni. Mimi nilikuwepo silali kitandani. Nakaa kwenye kiti nikichoka naegesha hapo. Niliwaambia mnisetie neti kae hapa kwa sababu mguu umeshonwa kama mwavuli. Kwa hiyo nakuwepo pale kwenye kiti. Usiku na mchana niko pale. Sasa wote hawapo. Hakuna, niko peke yangu. Nyumba imekuwa zi. Akaingia paka, akaingia mvunguni, akatulia paka. Asubuhi. Lakini kipindi hicho ni kipindi ambacho niko kwenye kile kiwango cha juu kabisa cha maombi. Mwanzoni nilijua ni paka. Saa 6 paka yuko pale. Saa 8 yuko pale, ajigusi. Saa 10 yuko pale. Giza limeingia, yuko pale. Nikajiuliza hata kama ni panya. Hajaona tu atapanya mmoja. Saa 4 usiku yuko pale. Hasogezi hata mguu. Saa 6, saa 7, saa 8, na mimi sijalala hapa, niko macho. Yuko pale. Saa 9 usingizi ukanipitia. Kitendo cha usingizi kunipitia tu. Huyu hapa kwenye neti anararua neti aje kuniumiza. Kitendo cha kushtuka tunaenda, akaruka akakimbia. Siku moja, matukio nasimulia ni ya mfululizo, sio matukio kwamba lilikuja hili mwaka huu likaja mwaka kesho. Hapana. Yanatembea na mimi siku zote, na ndio maana yule mtumishi akaniambia ya kwako namfikia yule. Kwenye saa 11 hivi kulitokea kilio hapo ndani, sio cha kawaida. Nyumba nzima wakatoka kutaka kujua kitu gani. Paka wanabadilishana sauti hapo, sijawahi kuona. Huyu ana mlio wake, huyu ana mlio wake. Washa paka wametanda kwenye kenchi huko. Wanafanya kazi ya kubadilishana sauti. Nikasema watu wasije akasema mimi ndo namkosi hapa wakaniua. Na hii sio hali ya kawaida. Tukaendelea kuomba, tukaomba. Ilipofika saa 12 jioni ndio wakapangana msafara hivi kama gwaride la jeshi, wanatoka mmoja. Nakumbuka hiyo ndio ulisema mtumishi, hayo ni maombi yalijibiwa. Manake nilimuunga mtumishi leo, nikasema hiyo ilikuwa ni miujiza. Wewe ukasema hapana, sio miujiza. Hii ni kuonyesha kwamba kuna njia ambayo Mkristo anaweza kupitishwa bila kutaka. Maana hakuna mtu anapenda maumivu. Hakuna mtu anapenda changamoto. Lakini namcha Mungu. Sijaacha kumtumikia Mungu. Sijaacha kumlilia Mungu. Sijaacha kumpenda Mungu. Tena mimi ni mhubiri. Lakini angalia njia hii Bwana wetu Yesu Kristo anaizungumzia. Kwamba ili kusudi kununua uzima wa milele, hatuna budi kupita huko. Hatuna budi. Katika kipindi hiki nakumbuka nilimsikia dada yangu akisema kama mimi ningeshakimbia. Kama mimi ndo ningekuwa huyo mama ningeshakimbia. Wala nisingekaa. Siku moja mama yangu mzazi ananiambia mke wako angekuwa Mchaga hayupo, ameshaondoka. Nikakumbuka siku moja tukiwa wadogo, mzee akaniambia ukipata umri mkubwa
marufuku kuoa Kilimanjaro. Hiyo kauli ikawa imekuja. Nasema inakuwaje marufuku na sisi ni wa Kilimanjaro? Nasema marufuku, tembea mbele. Sasa hii kauli ilivyokuja kwamba dada yangu ananiambia ingekuwa mimi huyo mama sipo. Mama yangu ananiambia ingekuwa huyo mama ni Mchaga, hayupo. Hayupo, ameshaondoka. Hali ilikuwa ni mbaya. Hakuna chanzo cha uchumi. Hakuna mahali ambapo unaweza kupata matibabu. Hakuna chochote. Umebaki peke yako. Aliyebakia ni Mungu tu peke yake anayekutazama. Lakini naamini kwamba Mungu alikuwa pamoja nami. Isipokuwa nikipata taarifa za mwingine, maana yupo mwingine ambaye yeye ilikuwa kila baada ya muda mfupi anatolewa maji debe tumboni. Aja kaa sawa, tumbo limejaa vile vile. Toboa, debe linamwagika hapo. Nikaona ni afadhali ya kwangu sitobolewi kila mara. Inafika mahali hata akili haifanyi kazi vizuri. Lile ambalo tumekuwa tukilipinga siku zote tunalikubali. Yeye anakubali miujiza ipo na mimi nakubali miujiza ipo. Hii ni kuonyesha kwamba kuna wakati unaweza ukapitishwa mahali hata kile kisichofaa ukasema kinafaa, huenda kikanisaidia kilete hapa. Bwana asifiwe. Tena nikiri nilifanya dhambi siku hizo. Mdogo wangu aliniletea kamsaada kidogo. Baada ya kunipa akaniambia umetoka front. Lakini kulingana hali iliyokuwepo nayo nikakauka. Si unajua kukauka Sisi wa zamani tunasema kauka. Yaani usiongee kitu. Maana niko mweupe kabisa. Maumivu makali kabisa. Sina uwezo wa kufurukuta. Leo naletea taarifa hii, kesho naletea taarifa hii, kesho kutwa naletea taarifa hii. Lakini nikapata faraja nilipokuwa nikizidi kutafakari kwa habari ya neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 7 aya 13 mpaka 17. Neno la Mungu linasema, akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyokuu. Nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana-kondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hari iliyo yote. Kwa maana huyo mwana-kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchemu za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yao yote katika macho yao. Bwana asifiwe sana. Huyu ndiye mtume wa mwisho kabisa katika mitume wale wa Yesu Kristo. Anakwenda kututaarifu jambo hili. Kimkuta mwingine ni wa njia hiyo ile tuliyoisema mwanzoni, huko kwenye wake wengi, huko ambako siku ya kiyama kuna kuombewa msamaha, huko ambako wakati wa kufa kuna kuomba fanya ibada na kuomba mtu akae mahali pema peponi, huko ambako watu hawamtumikii Mungu ili waje kuombewa, huko ambako watu wanaweza kupokea rushwa wakaenda kutoa sadaka kanisani, huko ambako watu wanaweza wakafanya ufisadi wakaenda kutoa sadaka kanisani, huko ambako watu wanaweza kuiba wakaenda kutoa sadaka, huko watu ambako wanaweza kudhulumu wakaenda kutoa sadaka, huko ambako watu wanaweza kufanya chochote, huko utawapata mitume wengine, utawapata manabii wengine, utawapata wahubiri wengine, utawapata wachungaji wengine huko. Lakini kwa hapa anaposema huyo mwana-kondoo aliye katikati ya kile kiti cha enzi atawachunga, ni katika njia hii. Asema naye atawaongoza kwenye chemchemu za maji yenye uhai, ni katika njia hii. Asema naye Mungu atayafuta machozi yao katika macho yao, ni katika njia hii. Wala sio huko machozi yao yamekwisha futwa sasa. Ndio maana hakuna sheria huko sasa. Ndio maana utafanya unachokitaka sasa. Ukitaka kudhulumu huko sasa, ukitaka kuiba sasa, ukitaka kuwa mchawi sasa, huko kwingine. Ukitaka kula keki nenda huko kwingine. Ukitaka kuuziwa maji nenda huko kwingine. Ukitaka kuuziwa mafuta nenda huko kwingine. Lakini katika njia hii
hii ambao wao wanasema injili ya umaskini, hii ndio injili ya utajiri. Yaani wanajisema wao wakifikiri wanatusema sisi. Hii ndio injili ya utajiri. Angalia Mungu mwenyewe anakwenda kufuta machozi. Hii ndio injili ya utajiri. Angalia Yesu mwenyewe anakwenda kutuchunga. Hii ndio injili ya utajiri. Ili kusudi ufike kule lazima upite hapa. Na anazidi kutuhamasisha katika Zaburi ya 90, akituambia tuna muda mfupi sana hapa. Anasema 90 mstari wa 12, siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80, na kiburi chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi, tutatokomea mara. Ni nani ajuaye uweza wa hasira yako na ghadhabu yako kama ipasavyo kicho chako? Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Bwana apewe sifa. Ndugu zangu wa Kristo, hatuna miaka mingi hapa duniani. Wala tusihofu chochote kinachotusumbua. Wala tusiogope wanapofurahia mema. Wala tusione wivu wanapofurahia hayo wanayosema ni mema. Kwa sababu hatimaye wamekwisha futwa machozi sasa. Hao wenye kukimbilia njia hiyo pana wamekwisha futwa machozi sasa. Lakini sisi tunaosubiri kufutwa machozi, wakati wetu utakapofika, ndipo tutakapokwenda kushuhudia kwamba sisi tunahubiri injili ya utajiri, injili yenye utajiri ndani yake, injili ya uzima wa milele, sio injili ambayo itakwenda kukupa hamasa ukafikiri umepona, kesho unaumwa vile vile. Ikakupa hamasa ukafikiri kwamba sasa mambo yako yamekuwa sawa, kesho yako magumu vile vile. Katika kipindi hicho ambacho nakizungumzia, siku moja nilijiwa na wageni wengi, familia, nikifikiri labda wamekuja kunifariji. Katika kipindi niko kwenye hali ngumu, kiduka changu kilikuwepo hapo mahali fulani kimefilisika, kiko katika hatua za mwisho, na hawa ndugu sasa nitaweka nini mezani pao? Lakini vimisaada kutoka kanisani vilikuwa vinakuja kwa kikucha, nitoe kile nilichokipata kutoka huko kwenye msaada, niwape wapike. Lakini cha kushangaza, wakafika mahali wanajipikia wenyewe, wanakula wenyewe, wanaondoka kwenda kuzunguka, wakirudi wanajipikia wenyewe, wanakula wenyewe, wanaingia kwenye kabati, wanachukua nguo wanayotaka, wanafanya wanachokitaka. Hatusalimiani tena, hawataki hata kunisalimia tena, lakini wanafanya wanachokitaka. Mimi nawaangalia tu, nyumbani kwangu, wanakula na kunywa, wanavaa mpaka nguo zangu, mpaka nguo za mke wangu, lakini hao nisalimia. Siku moja nikasema leo nitawauliza. Nikawaomba samahani, naombeni tuongee. Kuna shida gani? Hebu tuelezane leo, mambo yaishe. Ni heri lawama ya wazi kuliko upendo uliositirika. Nimewakosea nini? Niambieni. Mtu mmoja akaniambia, mimi nilifikiri unatuitia kitu cha maana hapa. Yaani hichi ndio ulichokuja kutuitia. Nilijua umeishiwa na hela kula nikupe. Nikamwambia hapana. Nilipokuja mara ya kwanza hamkuwa hivi. Lakini siku zilivyoendelea mmebadilika, mmekuwa watu tofauti, hatusalimiani, hatuagani saa kwenda kulala. Hivyo vimefanyika hivyo. Anasema usitueleze habari zako hizo. Siku moja nikamwambia mwenzangu, nikamwambia hawa ndugu zako hawataki kukupa chakula, usipokee. Usipokee kwa sababu hichi nilichokiona ni hatari. Sijawahi kukiona tangu nizaliwe. Lakini yote haya yanatokea ili kusudi kwenda kupima imani. Ama nilimkosea Mungu, siwezi kujua. Ama imani yangu inapimwa, siwezi kujua. Lakini akasema nitasimama katika njia ile ambayo nimechaguliwa. Sikuichagua mimi. Sababu ningekuwa nimeichagua mimi ningeacha. Hakika ningeiacha. Lakini nikasema kwa kuwa sikuichagua mimi, yupo aliyechagua, nitaishi njia hii mpaka mwisho. Bwana apewe sifa. Nyie mnao nisikiliza huko mtaani, kanisa la Kristo Dar es Salaam linapatikana barabara ya Kilwa, Mbagala 77, Great Vision Nursery School. Wewe unayetoka mjini, unaotoka uko Temeke, unayetoka Buza,
na maeneo mengine ya huko Ubungo wapi, tunakukaribisha. Shukia hapo Sabasaba karibu na kituo cha mwendo kasi Mbagala kwa Mpiri. Ukifika pale, vuka barabara, tembea na hiyo njia ya service road, utakuta kibao kimeandikwa Great Vision Nursery School. Nyosha kulia mita 100 utaona kuna geti pale, ingia pale utatukuta. Kutokea kule Mbagala, shukia Kizuiani, kamata service road, fuata gari linakoelekea, utakuta kibao kilichoandikwa Great Vision Nursery School. Ingia kushoto mita 100 toka hapo, utaona geti linalokutazama, ingia hapo utatukuta. Namba za simu 0788240900. Hapo utampata mchungaji Goodluck Kilema. Narudia 0788240900, mchungaji Goodluck Kilema. Namba nyingine 0714 hapo utampata mchungaji Seti Rueta. 0714 mchungaji Seti Rueta. Namba nyingine 0712 485 302. 0712 485 302, Shemasi Venance Migombo. Namba nyingine 0713 735 009. 0713 735009, mwinjilisi Dennis Mnavo. Na namba nyingine zitatumwa kupitia ukurasa wetu wa Facebook unaotambulika kwa jina la Goodluck Kilema, lakini pia channel ya YouTube inayotambulika kwa jina la mchungaji Goodluck Kilema. Ukitafuta kwa namba hizi na hizo ambazo zinapita hapo, basi utatupata. Njoo tuje tushauriane, tuongelee habari za mbingu mpya na nchi mpya, ili kwa pamoja tushikane mkono twende kuingia katika mbingu mpya na nchi mpya. Achana na mambo yanayokufa, achana na mambo ambayo yanaishia katika ulimwengu huu. Njoo tuje tuongelee habari za mbingu mpya na nchi mpya, maana tutakwenda kuingia wote iwapo uko tayari. Lakini kama hukuchaguliwa njia hii, unaweza kuendelea na hiyo njia pana. Mungu abariki neno lake. Bwana asifiwe. Mungu abariki neno lake.